Mzee wangu habari bwana? Salama. Kwema lakini? Kwema. Shikamoo. Marhaba. Vipi hali? Namshukuru Mungu. Habari ya saumu? Saumu na adu. Chungu cha ngapi? Sio cha. Sasa unaniuliza chungu cha ngapi? Mimi najua kufunga. Unajua kufunga? Sasa una hesabu ya nini? Wewe mpaka siku naambiwa bwana kesho ndio mwisho. Shida mwezi umeanza. Nani atakwambia sasa? Shida mwezi umeanza kati. Umeanza tarehe moja. Siku zote ulikuwa na hesabu tarehe. Makobe ndio yanajua. Leo chungu cha ngapi anayefunga? Wajiandae na sikukuu. Sasa na wanaomba Mungu uishi haraka. Ile mambo yaishe. Mambo yaishe. Warudi kwenye mambo yao. Mimi nakubali. Familia na sasa hivi wajambo. Kina Mshe wako poa. Mshe yuko poa. Bwana jana nilizunguka mitaa ya Chamanzi. Niko na rafiki yangu yule bodaboda boxer yule. Boxer ndio. Kafika mitaa ya Chamanzi nikaitwa duka moja linauza nasema hardware. Vifaa vya ujenzi. Ndio. Sasa hivi akaitika namu. Njoo bwana. Kajua hawa wanataka kwenda kuniharibia swaumu hao. Taanza kuniuliza mambo ya ajabu ajabu. Kusogea hivi nikamwona mtu wa Yanga. Nikayo tayari. Ile nataka kurudi. Njoo bwana, njoo mzee wetu bwana. Tunataka tukupe hela iftari. Sasa niliposikia hela iftari nikasogea faster. Kajua hapa wakati hapa. Nikaenda kwa. Sasa kumbe yule jamaa aliyokuwa ananiita shabiki wa Simba. Akaniambia mzee Saidi hawa tunawafunga, yani anamuonyeshia jamaa yake. Mzee wa Yanga mzee shabiki wake. Nikamwambia tukijipanga tunawafunga. Sawa. Tukijipanga tunawajifunga. Wewe unasemaje Zanzibar? Tuende tusiende? Nikamwambia mnachokiogopa nini? Twendeni peleka timu. Na nyinyi mna Ansenti ya ule. Ansenti na ule aula sijui. Twendeni. Nye twendeni. Kuna River Segwe. Akaniuliza bana mechi ya leo yani ya jana Dodoma. Nikamwambia ile tunashinda. Tunashinda ngapi? Nikamwambia 2. Tunashinda goli 2. Kweli mzee Said nikamwambia tunashinda goli 2. Wewe unasemaje? Utaki? Haya bwana mimi waga nakuamini. Nikamwambia usiniamini mimi muamini Mwenyezi Mungu. Binadamu mwenzio usimwamini sana. Ila safari nikamwambia chochote kitatokea. Kwenye dabi hiyo? Kwenye dabi. Chochote. Nikamwambia chochote kitatokea. Wala msiwe na shaka. Twendeni tukacheze mpira msiogope. Amna cha Damalo wala Damasi. Nye twendeni. Itajulikana huko. Sio Mtanzania wapi bwana, achana na wajinga bwana wewe. Unamkataa mtu. Nchi yako hii. Hii nchi ya wote. Ukishasema Damalo. Ukishasema Damalo yupo anaweza kaomba uraia kaishi Tanzania. Nini shida? Mnataka nini nyinyi? Cheni mambo yenu ya kijinga. Kama mnaipaka serikali matope, piga vibao. Yani mimi nakwambia wewe usiweka ndani the fucking basteti. Kaa ndani kule pumzika wewe. Unaipaka matope serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulete baada kabisa. Mzee Saidi tuanze na mchezo wa jana wa saa 1 pale wapi? Ruangwa. Kwa mzee wangu Majaliwa. Stadium. Young Africa zidi ya Namungo FC. Kocha nani? Guardiola Mnene. Huyo kocha mkubwa na kocha kuna sehemu aishaifundisha Simba. Kuna sehemu alifanya kituko kimoja Guardiola Mnene. Mimi namuita Pams yule. Mwite Pams. Alafu maana yake uje uitafute siku nyingine uje uniulize. Pams ulipigwa ule mpira kama unatoka nje, yes yuko nje ya uwanja, basi aliumeza ule. Watangazaji wakaanza kulalamika. Mzee sijui nani. Samaki. Anawaambia wewe mchezaji wa Yanga yule nani yule? Yule alikuwa Simba yule fullback wa Yanga yule. Nani yule? Acha Mohamed Hussein huyu wa huku. Isla Mwenda alienda mwenyewe akapiga 5 10 akampa. Hakuna Tanzania hii forward anaweza kufanya vile. Bwana. Wewe ule mpira uliona ulishukia wapi? Mshuka mguuni tu katuliza. Sasa nenda uwanjani kwa hao wenzenu wanaocheza sasa hivi. Ukipigwa mpira ukija kifuani tu kule. Unatuliza unaona kwa adui kabisa. Mpira hauendi hivyo. Ndio maana ukisikia kaumeza mpira sio kaumeza mdomoni. Ukipigwa ile unakuja yani hichi kifua unakiingiza ndani afu mpira unakuja unazunguka kifuani afu unatua pale unapotaka wewe. Hiyo aliwahi kuifanya hiyo. Alikuwa mchezaji mmoja aliwahi kuifanya, alafu Charles Boniface Mkwasa alienda akaengua pale akaushusha mpira. Ukatule hamna ile sheria kusema umenyanyua daruga ni faulo. Alikuwa mchezaji wa Simba, alikuwa nani? Kama sikosei alikuwa mchezaji mmoja alitoka, ilikuwa si nani, alikuwa nani yule? Aliuchukua ule mpira ulipigwa afa kauweka kifuani. Ule bado unazunguka kifuani.
Charles Boniface Mkwasa master aliuteremsha ule na mguu. Kwenye kifua. Mzee Saidi. Nguli inuka kifuani ukatoa na hakumkanyaga wala faulu ukatule sheria hiyo ilikuwa bado. Wala faulu hakuna, wala ni sheria hiyo ilikuwa bado, na watu wataniona mimi muongo. Charles Boniface Mkwasa alienda kuchukua ule mpira pale pale. Yanga na Simba hiyo. Sio kama nahadisiwa, mimi niko shamba la bibi pale. Na uona. Watu wanasimama wanapiga makofi. Saizi kufanya vile faulo umelinyanyua daruga. Unataka kumtishia mwenzio amani. Mwisho wa mguu wako kunyanyua, mwisho kwenye goti. Jana bwana pila nilikwambia, hata jana wakati tunafanya kipindi nikwambia Yanga atakuwa na mechi ngumu sana Luango. Zidi ya Namungo ndio. Niongea hilo jana. Kwa sababu Namungo na wenyewe unajua sasa hivi lazima Yanga atakutana na upinzani kimpira. Sio timu mbili tu, ligi yote. Unajua na wenyewe. Kwa nini sasa inakuwa hivyo? Kwa nini hawa wanatufunga sisi? Kwa nini hawa anachukua ubingwa? Sina vilabu na venyewe vinajiuliza. Tofauti na mkubwa mwenzie, hata hao waliopo chini wanajiuliza. Huyo mkubwa mwenzie si ndo alianza kupotea kama alivyokuwa anapotea Yanga. Yanga kupotea sio rahisi haraka kama mnavyotegemea. Hakuna timu iliyojipanga kama Yanga. Yanga wamejipanga. Unajua watu wanashindwa kunielewa. Kwa nini mimi nawaongelea Yanga wamejipanga? Angalia hata sababu zao usajili wao jinsi wanavyoufanya. Wanachukua maeneo husika. Sio nyinyi mradi mnachukua tu. Wenzenu wanaangalia sehemu husika ni ipi yenye tatizo. Ndio. Wanajua hii tatizo sehemu fulani. Ushanielewa? Sasa hivi walikuwa wanahangaika sana na namba 6 tangu kaondoka Aucho. Wamechungulia, wameenda kumchukua Damalo. Ikiwa nyinyi Damalo, kwa nini msimchukue naye achukue uraia kwenu? Na uzuri sasa Damalo hajachukulia uraia akiwa Yanga. Ndio maana yake. Achukua uraia akiwa Singida. Ndio maana yake. Kwa hiyo hata kama mipango kaifanya Yanga, ndio maana kaenda kachumbia. Nyinyi si mmeshindwa kufanya mipango, fanyeni na nyinyi. Nyinyi mpaka mvizie mnaenda kutusajilia kina Mwangosi. Ukisema si Saidi, mzee Saidi haitaki Simba. Sio kweli. Simba anaielewa. Sio kweli. Simba wala sio mbaya. Tutakuja kwenye Simba, lakini saa hizi tunaiongelea Yanga kwa kwamba jana dakika zote 90 wamepata goli moja. Ndio nilikwambia mechi itakuwa ngumu. Ni kweli tulishaliongea. Tulishaliongea mechi kwa itakuwa ngumu. Na ugumu ulikuwa wapi kwa ugumu ulikuwa wale walikuwa wanacheza kwa kujihami. Unaona wameshambulia wale. Namungo shoot on target naona kwa mimi nilivyoangalia ilikuwa ngapi? Azizidi 4. Kwenye 2 au 3. Kwa hiyo walikuwa washambulii, wangefunguka walikuwa wanafungwa. Lakini muda wote walikuwa wamegadi. Kwa sisi tupunguze idadi ya magoli au tutafute suluhu, na wao walikuwa wanaitafuta suluhu, na ndio maana walikuwa hawafiki. Umeelewa? Lakini Yanga mimi nilichompenda yule kocha kuna mtu mwingine pale pembeni Pedro huyo. Baada ya Pedro kuna mtu mwingine. Kuna msaidizi wake pamoja na yule Mabedi yupo wale ndio waliubadilisha mchezo. Patrick Mabedi. Pale ndio walibadilisha mchezo. Kuna mtu mwingine mweusi pale Yanga. Alafu Yanga kwa nini wanapenda sana watu weusi? Kuna mtu mweusi pale yupo pale, na mtu mweusi akija ndio msoma mchezo. Na ndio aliobadilisha mchezo ule. Umeona? Sasa na refari Abdalla nani? Abdalla Mwinyi mkuu yule. Yaani alikuwa anaangalia tatizo litatokea wapi tu afunike. Na tatizo lilivyotokea, si nilikupigia simu wewe. Kwanza mimi nanipigia simu nikawa nashangaa mzee Saidi kuona tu penalty unanipigia simu nikajua anataka anza kuchambua huko kabla tuanze kuzungumzia ile goli kwa sababu hata jana kocha Guardiola Mnene kwenye interview anasema yani man of the match bora angepewa taarifa. Tuzungumzie kwanza ile goli. Mzee Saidi, ni halali ilikuwa penalty au inakuwaje? Ngoja basi. Au ndo Mwinyi kuna mambo mawili. Mambo mawili haya ni sheria ambayo imetungwa na FIFA. Sio mimi. Sawa. Kuna faulo ya moja kwa moja. Ndio. Na kuna faulo umetishia kucheza faulo lakini mwenzio kaikwepa. Ile ni adhabu unatakiwa upewe. Umeicheza ni faulo, umemtishia lakini mwenzio kajihami kaikwepa. Tayari inazungumzika. Lakini wewe dhamira yako inaonekana ulikuwa unaenda kucheza faulo. Lazima atoe tu tarefarii. Kwa hiyo Mwinyi alikuwa yuko sawa sahihi. Kwa hiyo sheria hiyo ndio inembeba. Sasa watu watasema ifafanue sheria ya namba ngapi?
penati ipo sheria namba ngapi? Adhabu ya penati watatoa comment wenyewe. Umenielewa? Kwa hiyo wala hakukuwa na shida yoyote, na ile mechi ilikuwa ni ngumu mno kwa Yanga. Na lile goli lilivyopatikana uongozi mzima uliinuka ukapiga makofi. Nikajua ile kazi nikarakashiene kule wanakula Yanga. Na after game viongozi kwanza jamani, yani hawakuamini kama wale watapata goli kule. Na hizi mechi mbili hizi kama Yanga asipojikwaa bahati yake. Lakini sasa mimi sitaki niseme mengi. Ukisema mengi wanashtuka. Wewe bado wewe unawaombea mabaya wapinzani wako leo kwa nini? Mimi mtani wangu ngoja. Mtani wangu nitamuombea mazuri endapo kimfunga. Sio endapo nikimfunga, sintomuombea mazuri. Hadi mimi naomba apotee ili kusudi na mimi nikae juu. Kwani mwaka jana alipotea? Alipotea nani? Yanga alipotea. Alipotea kwa pointi ngapi? Alipotea kwa pointi ngapi Yanga? Mwaka jana pointi moja nakumbuka alitoa. Sasa wewe pointi moja ndio umepotea. Yanga ile sasa hivi na Simba hii nisubiri. Yanga hii na Simba hii unaiona hii sasa hivi sisi tayari tunaanza kujidai. Simba imesha. Yaani hata tukiwaacha pointi 10 wale wanatukuta. Tuendelee na Yanga. Leta swali lingine. Tuje kwa mpigaji penalty. Nani? Depo. Kapiga nzuri. Kila penalty tunayokutana naye unajua Yanga huwezi kuwakosoa kwa chochote kile. Kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 na nyongeza mpira wao ni ule ule. Mmoja haujashuka. Ndio. Haushuki. Umesimama kwenye na wanategua. Na wenyewe sisi tunaona Yanga amecheza vizuri, lakini wana Yanga wenyewe leo hii ukitembea hapo ukienda kuwauliza wanakuambia wamecheza mpira mbovu. Sasa jiulize kwa nini wanasema wamecheza mpira mbovu? Sijajua kwa nini wanasema hivyo. Na wanakuambia leo hii viongozi wao watakaa kikao kwa nini timu imecheza chini ya kiwango. Au ndio mwezi wa wala sio mwezi wa Ramadhani, si usiku. Akina Baka wanatoka na sawa. Jeshi ni jeshi tu. Hata muwe mmefunga, muwe mmefanyaje, lakini mkiambiwa mfanye kazi mfanya. Wakiambiwa wacheze saa 8 mchana wamefunga hawawezi kucheza. Na kuna timu jana icheza saa 10. Saa 10 saa 8. Saa 8. Sasa Singida na Mtibwa. Singida Big Stars wameshinda 3 saa 8 mchana. Na Ramadhani ndani. Na Ramadhani ndani. Lakini ukiwauliza nyinyi wanaume wawili kwa nini mtaki kucheza saa 8? Hebu siku moja na nyinyi TFF pangeni kati ya Simba au Yanga wacheze saa 8. Wanaanza saa 1 kwenda saa 3. Hasa si timu ambayo mashabiki wengi. Ili wengine waweze kujumuika, watoke makazini kwa wakati, lazima mchezo upangwe muda huo kuanzia saa 10, 12, saa 1. Ndio vilabu vile vikubwa Mzee Saidi. Kwa hiyo ndio hivyo. Ligi bado haina msisimko. Bado hatujaanza kuona msisimko wetu wa ligi tulioizoea sisi ndani ya miaka 4 mitatu. Bado hata jana wamecheza kule, wamecheza mpira wa kawaida Yanga. Umeona bwana, haukuwa mkali mno. Azamu kaja kupata ushindi kipindi cha pili, haukuwa mkali. Cha pili katoka draw, cha pili ndo kapata goli. Si ndio nakwambia kaanza kushinda kipindi cha pili. Umeona bwana, Singida ndio kama hivyo kakutana na mgonjwa ambaye ametoka kwenye kuugua, kapata nafuu, kapona, karudi kaanza kutembea, kamkunguta tena. Acha Mtibwa unamuonaje? Au kwa sababu katoa draw na Simba? Sasa yule ana ugonjwa gani? Ikiwa wewe mkubwa pekee umetoa na draw. Kwani Mtibwa na Simba kutoa draw ni leo? Mtibwa anakwenda kushuka daraja anatoa draw na Simba. Kwa hiyo mechi ya Singida na Mtibwa huwa anakuwa ni ngumu sana pale mnapo. Mno kama vile unavyoona Yanga na nani? Na hawa nini hao? Na Namungo. Na Namungo. Lakini Namungo hajawahi kuchukua pointi hata siku moja kwa Yanga. Huu mchezo wa 14 na hajawahi kuchukua pointi. Mchezo wa 9 lakini ni mpira mgumu. Mchezo wa 9 Namungo anafungwa. Ni mgumu mno. Hajawahi kumfunga Yanga, wasijui kama hajawahi draw katoa. Jana ni mchezo wa 14 ukiwaelezesha kabisa walioicheza. Simba na Yanga na Namungo. Michezo 8 kabla ya jana alishinda. Michezo ilikuwa 13 ambayo jana kabla hajacheza. Michezo 5 alikuwa ametoa draw. Ila Namungo hajawahi kumfunga Yanga. Lakini kwa historia yao game inakuwa gatafu. Nasa kikutana katika. Na nakumbuka siku moja Ndanda nayo hizo timu za kusini. Ndanda FC nao walikuwa wagumu hivyo. Walikuwa wanakazia sana. Walikuwa wanawakazia Yanga sana. Yanga wakaona ujinga huu. Mechi yetu ya mwisho tunaenda kumalizia kule, wakaambia nyie gharama yenu ya kutoka wanajeuri Yanga wewe wagalatia. Kwanza Yanga wakasema msitusumbue bwana. Situtoke hapa John huku bwana. Gharama yenu nyie bei gani bwana?
Yanga hao bwana wa Galatia wakaambia bwana si njoni huko. Acha Simba wapige kelele. Haiwezekani. Kwa nini Yanga wasiende? Sheria zinabakwa. Watu wakaambia tulieni. Wewe mambo kumbe yameanza toka muda Mzee Said. Mimi ndo nawakumbusha hawa wanaoongea maneno yao ya ajabu. Sio jana wala juzi. Lakini hivi vitu vipo. Kama sio zamu yako, we nyamaza, na wewe ikifika zamu yako utafanya. Waliwachukua Ndanda wakawaleta Dar es Salaam wakapiga ngozi. Mwenyeji Ndanda. Na anatakiwa Ndanda afuatwe kule, lakini Ndanda alitoka kule alikuja kucheza Dar es Salaam hapo. Na wakafungwa goli 7 sijui. Unauliza? Kwa direkta mwenyewe. Sasa kumbe pigwa 7. Kesho yake kijana wangu ananiletea hela. Baba shikamoo. Mimi marahaba. Baba nimekuletea hii hela. Na mimi asante mwanangu. Usiulize imetoka wapi. Si mchezaji. Kumbe alikuwa mwanangu mchezaji. Wamelipwa posho. Mchezaji wa mtoto wa rafiki yangu. Alikuwa anachezea Ndanda. Alikuwa anachezea Ndanda. Akanigea 10. Ndio mimi ukationa maisha magumu ndio nimeingia mgeni. 10 mimi papatu hiyo. Nikamwambia bwana asante mwanangu. Yupo hapa Dar es Salaam. Na saa nyingine akikaga ananipigia simu. Mzee nimekukumbuka na ila kwa sababu nakuonaona humu kwenye mitandao. Anacheza mpira sio yuko timu gani huko? Bado yuko. Timu ya matajiri huko sasa hivi wanalipwa mishahara na shida gani? Na kazi anayo anafanya kazi ana shida gani? Ndio. Kwa hiyo bwana Yanga ndio walivyo. Mimi nashangaa watu wanapiga kelele kama Yanga vile hawajui. Wakiamua Yanga jambo lao halishindikani. Mtapiga kelele mtanyamaza wenyewe. Lakini si lazima wakae kwenye mamlaka na viongozi mkubwa. Mamlaka gani? Yapitishwa kwenye uongozi. Kwani wewe ukishakubali wewe kuna shida gani? Sasa kama serikali imeshatoa uhamiaji wamesharuhusu, wewe unalalamika nini? Wewe lalamika. Tafuta na wewe kwako umtie uraia. Wewe hauna sauti ya kuongea. Wewe anakuhusu. Haya yote mimi nawakumbusha watu wa Simba. Kwa hiyo wasiconsolate vichwa vyao wakasema wewe Yanga si nani. Sio jana wala juzi Yanga kufanya hivi. Yaani wao wakiamua wanalolitaka linakwenda. Simba hawawezi. Kila siku mimi nawaambia, wewe waambie kupiga wenzao tu ndio kazi yao. Jana papatu goli la penalty Yanga anashinda kutoka huko sasa. Anafika hapa KMC anakuja kukutana na JKT. Anashinda Yanga. Si utaniambia? Pia anapeleka yeye. Bana wewe. Si anacheza KMC? Anacheza KMC. Anashinda. Tarehe 25. Atashinda. Sasa wewe unataka nini? Kama kashinda kule hapa uwanja nyumbani. Warejesha hao. Ukati mmeshachokoa kwa wachezaji. Unajua JKT iko vizuri Mzee. Bana wewe. Nyie mmeshachokoa wale waliofanyaga wakatoa draw. Si mlijisifia mmemsajili mchezaji aliyesababisha mmechukua golikipa. Mmechukua nani yule? Mmechukua defender. Sasa bado mna shida bado wako. Mimi timu zote nishaziangalia zote za Super League. Si wameshageuza wameanza nani? Msasa mzunguko wa pili. Na ndio anayeongoza ligi. Sasa wewe unaniambiaje Yanga? Sasa wewe wewe bwana wewe. Sawa tarehe 25. Si hapo mapema tu. Tutaonana. Tutaleta kitonge hapa. Ila mimi ninachokuambia Yanga anashinda. Basi. Anapeleka mechi. Anashinda. Mimi ndio ninachokuambia anashinda. Kwa sababu wewe ukimtega naye anatega. Ukitegua naye anategua. Mipira ya nje. Unaanza kucheza nje afu mnakuja kwenye pichi mnamalizia. Yanga wanajua kucheza nje ya uwanja babu. Waone vile kama wajinga afu utajua wewe. Hivi wewe kama wameamua mwezi mtukufu kitu gani? Dhambi si ziko kwa Mwenyezi Mungu. Wewe unataka kuniambia wewe sasa hivi watu hawali mchana? Baadhi wapo. Sasa Waislamu sio Waislamu. Wanakula wali. Ndio matatizo. Matatizo yako wapi? Wanayeumwa. Matatizo unayajua wewe. Anayeumwa yuko hospitali Mwimbili. Wewe unatakiwa ufunge. Hata kama utakuwa na ugonjwa wa asidi unafunga. Asidi ya nini? Wewe unafuata maneno yangu mimi niliyosema mimi na asidi. Asidi mimi kwani imekuwa sabuni ndiko tumboni mwangu. Wewe vipi bwana wewe? Wewe unatakiwa ufunge. Yaani wewe ukiamka salama mzima, jogoo anawika unajinyoosha kitandani unajiona wewe mzima unatakiwa ufunge. Ndio shida kuna wengine wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo wapi? Siku zote viwepo mwezi wa Ramadhani, nyie tusidanganyane. Bwana mimi Mzee Said nashukuru kwanza kwa hili. Napokuwa uwatakie neno la mwisho wa Galatia, alafu turudi kwenye mchezo wetu wa Simba Sports Club manake jana mitenange ilifanyika. Mimi wa Galatia nawataka. Lakini unataka? Mimi nawataka lakini. Nawataka lakini bado hiyo kodi. Unaisubiria.
Lakini kwa ushindi wa jana lazima utamchukua Galatia. Wewe Galatia. Ile goli limefungwa moja. Unaambiwa jukwaa kuu lile wote wameinuka wanapiga makofi namna hii. Kingasema hawa hakutegemea. Wewe hakutegemea wewe. Wale wanawasupport wachezaji wao. Mwelekeo unakwenda? Wale wanawasupport, mwenyekiti yupo na timu kila siku. Ndio. Anakwenda rais anayo. Yeye yupo. Kitokea dharura tu. Yaani kitokea dharura anarekebisha. Nyie mnaweza? Taweza. Siku mnaenda kule. Wapi? Si uongozi unaenda. Mzee Magoli anatembea nao. Nimemuona jana. Bwana, hiyo tulikuwa tunazungumzia mchezo wa Young Africa dhidi ya Namungo.